Profesa Najat Kasim Mohamed ni mkurugenzi mkuu wa Tume ya Nguvu za Atomu Tanzania. Tuko hapa Sabasaba kwenye banda letu katika jumba la China. Kwanza tunakaribisha wananchi wote kupita katika banda letu. Kuna maelezo mazuri kuhusu matumizi bora ya mionzi. Kwa mionzi ina matumizi mbalimbali, kama itakapofika hapa mtaona kuna matumizi kwenye viwanda, kwenye ujenzi, mahospitali, hasa katika sababu na ugunduzi wa maradhi ya kansa. Lakini pia nuclear ina matumizi makubwa sana kwenye kutengeneza umeme, ambao nchi yetu kwa sasa ndio imeshaweka lengo la kuelekea huko kutengeneza umeme kwa kutumia nuclear au nuclear technology. Kwa lengo hasa, ukifika kwenye banda letu utapata kuelezwa hasa faida za umeme huu unatokana na nuclear. Ni umeme kama huu ambao tunautumia nyumbani, isipokuwa chanzo chake tu, badala ya kuwa tunatumia chanzo cha maji yanayotiririka, hapa tunatumia nguvu inayotokana na mpasuko wa nuclear. Kwa hiyo umeme huu una faida nyingi. Moja ni kwamba kwanza ni wa kuendelea, haukatiki. Ukianza tu kuvuna umeme huu unauvuna siku zote, haukatiki hata dakika moja. Kwa hiyo utakapokuwa na umeme huu tutakuwa hatuna kukatika kwa umeme. Pili, umeme huu hautengenezi madhara ya kimazingira kama vile carbon, kusikia hewa ya kaboni. Umeme huu ni safi, ambao unapendeza kwenye mazingira, hauchafui mazingira wala hauna madhara yoyote. Wananchi kawaida wanakuwa naona kama kitaja nuclear moja kwa moja naona ni mabomu, lakini nuclear inazungumzwa tu hivyo, lakini sio mabomu. Nuclear ni kitu kilichokuwa hapo katikati. Nishati ile unapoivuna unaweza kutengeneza umeme mwingi safi, uliokuwa haukatiki hata mara moja. Jinsi ya kujikinga tusipate madhara, kwa sababu kweli nuclear inapokuwa haiangaliwi vizuri inaweza kuleta madhara. Tuna Tume ya Nguvu za Atomu hapa Tanzania, ambayo kazi yake ni kudhibiti kwamba tusipate madhara yoyote yanayotokana na sayansi na teknolojia ya nuclear. Watahakikisha tunafuata viwango vya kimataifa na vya kitaifa tulivyojiwekea wenyewe, ili kuhakikisha kwamba umeme huu havitoleta madhara yoyote kwa mazingira au kwa binadamu waliozunguka. Kwa hatua tuliyofikia mpaka sasa, tunatakiwa tunapotengeneza umeme huu tufuate sheria za kimataifa au za wakala wa nguvu za atomu duniani, ambao ndio IAEA, ambao wao watakuwa wanatufuatilia kwa ukaribu kuhakikisha kwamba hatukosei tukaleta madhara. Kwa hiyo kuna safety rules ambazo tutazifuata. Kuna vipengele 19, lakini kuna awamu 3. Kwa hiyo sisi bado hatujaingia kwenye awamu ya kwanza, lakini tumeshafanya matayarisho na tumeshawaalika hao wakala ili waje kutuangalia, kutupima kama tayari tunaweza tukaenda kwenye awamu ya kwanza.